Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imefanikiwa kurejesha ardhi ya umma yenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 100 kisiwani Mombasa huko Diani katika kaunti ya Kwale. Na kwa mujibu wa EACC, ardhi hizo zilikuwa zimenyakuliwa na mabwenyenye na hata jamaa anayesemekana alikuwa akihudumu kama hakimu huko Mombasa. Kevin Mutai pia anaeleza kwamba tume hiyo inasema wahusika wakuu waliofanikisha uhalifu huo ni maafisa kutoka Wizara ya Ardhi. Ploti hii inayokadiriwa kugharimu shilingi milioni 55 iliyoko mtaa wa kifahari wa Kizingo kisiwani Mombasa ilinyakuliwa mwaka 1998. Tume ya EACC inasema uchunguzi ulibaini kuwa mali hiyo iligawanywa kwa kutumia njia ya udanganyifu na kukabidhiwa kwa aliyekuwa hakimu mkazi kaunti Mombasa kupitia hati ya upangishaji ya miaka 99. Kulingana na hukumu iliyotolewa tarehe 17 Julai mwaka huu, mahakama ya mazingira na ardhi ya Mombasa ilitangaza kuwa cheti hicho cha upangishaji kilipatikana kwa njia ya ufisadi na hivyo basi ikatupiliwa mbali. Ni sehemu iliyotengewa watumishi wakuu wa umma na ilikuwa chini ya Wizara ya Ardhi. Tume hiyo pia imefanikiwa kumtimua bwenyenye mmoja aliyenyakua kipande hiki cha ardhi eneo la Diani kaunti ya Kwale yenye barabara ya umma kuelekea Baharini Hindi. Ardhi hiyo ya ekari moja ni ya thamani ya shilingi milioni 45. Najua hii pia inatuma message kwa wale wengine wote ambao wamegrab. Sasa hii tayari ni notice kwao. Kama mtu anajijua alipata ardhi kinyume na sheria, afadhali aanze kufunganya mapema. Afisa mkuu mtendaji katika tume ya EACC Abdi Mohamud anasema unyakuzi wa ardhi eneo la Pwani umekithiri, akisema wako mbioni pia kukomboa ardhi ya msikiti wa Kongo na ile ranchi ya Chenze. Na si ardhi ya mwanzo ya sisi kuregesha hapa Kwale. Unajua ya kwamba kuna kule Chale, Kinondo Chale 32 acres ambayo value yake ilikuwa 1.2 billion Kenya shillings. Tuko na shamba hiyo ya Kongo Mos, tunajua iko kotini na munapambana nayo na haki itapatikana na shamba itarudi hapa kwa wananchi. EACC inasema kuna maafisa kutoka Wizara ya Ardhi wanaoshirikiana na mabwenyenye kutekeleza uhalifu huo. Kwa hiyo tunawaomba pia watilie manani hizo bandari, kwa sababu bandari za Diani zote bado hazijatoka na zinakaliwa na mabwenyenye. Maswala haya nyeti ya ardhi kudhulumika ni mengi. Watu wanaenda kupika title deed zao huko na wanaungana na wale wengine huko na kisha wanakuja kutudhulumu hapa. Hukumu zilizotolewa na mahakama ya mazingira na ardhi ya Mombasa na Kwale pia ziliweka msingi wa kisheria kwa kubaini kuwa maafisa wa serikali waliowezesha uhalifu huo walitumia vibaya mamlaka yao, na kutokana na hilo kuna amri ya kutaka kila mmoja aliyehusika alipe faini ya shilingi milioni 10 kwa kuingilia mali ya umma. Kevin Mutai, NTV kutoka Mombasa.